So ladies and gentlemen, idara ya jeshi la polisi nchini Kenya baada ya kile kisa ambacho kiliweza kutokea pale jana Nairobi Central Police Station, ambapo yule mwanaharakati kutoka Kisumu aliweza kuuliwa pale, na hivyo basi vijana wa Gen Z walijitokeza na kusema kwamba huenda wakakubaliana kuenda kwa maandamano ili kushinikiza serikali kutoa tamko kuhusiana na kifo cha huyu mwanaharakati. Jeshi la polisi liliandika barua pale jana, ambapo kabla hino barua ya leo kutokeza direct, jana waliweza kusema kwamba yule kijana pale kwenye police station ama kizimbani aliweza kujigonga mwenyewe kwa ukuta mpaka akajitoa uhai, according to the information from the police kwa ile station ambayo alikuwa ameshikwa. Hivyo basi leo jeshi la polisi limeweza kutoa kauli yake kuhusiana na hicho kitu, baada ya kwamba serikali vile vile pia imeweza kuwashinikiza waweze kutoa tamko, kwa sababu yale mauaji ama kile kifo kimeweza kutokea kwenye police station, ambapo idara ya polisi ambayo inahusiana na watu wote ambao kwa gerezani wako na jukumu fika ya kwamba wanastahili wawashughulikie na kuwalinda watu wote ambao watawashika kwenye kizuizi kabla hawajafika kwenye koti ili kujibu mashtaka. Nitakusomea barua ambayo imeweza kuandikwa hapa na huyu mwanajeshi mkuu wa Kenya hapa, ambapo imesema hivi: habari kufuatia kifo cha Albert Omondi Ojwanga, huduma ya kitaifa ya polisi NPS inapenda kufahamisha umma kwamba kufuatia kifo cha kuhuzunisha cha bwana Albert Ojwanga akiwa kizuizini cha polisi katika kituo kikuu cha polisi Nairobi, Kenya, na kuhakikisha uchunguzi wa kina usioegemea upande wowote na wa haraka, mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA, Inspector Generali wa huduma ya polisi ya kitaifa umeamuru kuzuiwa kwa maofisa wafuatao bila upendeleo. Yani kunao maofisa ambao sahihi tunavyoongea wameweza kusimamishwa kazi, wasiendelee na huduma yao ya kufanya kazi pale nchini Kenya, wazuiliwe kwa minajili ama kwa wazuiliwe kwa sababu ya kufanywa uchunguzi kabambe, ieleweke kitu gani na kisa na msanga kilichopelekea huyu jamaa ambaye anajiita Albert Omondi Ojwanga kupata kifo chake. So kunao hapa maafisa watano ambao wameweza kudhurishwa kwenye hino barua hapa, ambapo afisa mnadhimu wa kituo OCS, kituo kikuu cha polisi Nairobi Central, afisa wazamu wakati wa usiku husika, yani ile siku ambayo yule jamaa alipoteza uhai wake, yule afisa wa polisi ambaye alikuwa anashikilia dharura ile wakati ule, yeye pia ameweza kuzuiliwa na hino sheria. Okay, askari wa kiini aliyekuwa zamu wakati huo, na watano ambaye ameweza kuzuiliwa ni maafisa wote waliokuwa zamu katika ofisi ya taarifa usiku huo. Afisa mwingine yeyote atakayebanika kuwa kazini au kuhusika vinginevyo wakati wa tukio hilo ataweza kuzuiliwa na jeshi kuu la polisi nchini Kenya ili aweze kuchukuliwa ama ili iweze kuchukuliwa hatua. NPS, National Police Service Unit, inasalia kujitolea kuhudumisha utawala wa sheria, haki za kibinadamu, uwazi na uwajibikaji ndani ya huduma ya jeshi la polisi nchini Kenya. Sasisho zaidi zitatolewa kadri uchunguzi unavyoendelea. Hino ndio habari ama hino ndio ujumbe ambao umetufikia hapa kwa KG Chipande, ambapo yule jeshi mkuu ambaye anajiita mkurugenzi wa mawasiliano, msemaji wa kampuni huduma ya polisi ya taifa, Muchiri Nyaga, ameweza kutoa hino habari baada ya kwamba kitendo ambacho kila mtu alikichukia na ni kitendo ambacho kila mtu aliona kabisa wazi ni kitendo cha ukatili, kwa sababu kama tunavyojua mtu yoyote yule ambaye anashikwa na kupelekwa rumande ama anashikwa na kupelekwa kizimbani ili aweze kusubiria mashtaka yake kusomewa na koti ama na judge ili aweze kutoa ule upande wake na aweze kusikilizwa, inapaswa ile sahihi aweze kulindwa na jeshi la polisi mpaka ule wakati wake utakapofika na kupelekwa pale kwenye koti ili aweze kujitetea, ionekane je ni sahihi kile kitu alichokifanya ama sio sahihi, na kama sio sahihi
yeye kwa nini alifanya vile. Haya ndo majibu ama haya ndo mambo ambayo anastahili kwenda jibu kule. Lakini sasa utaona wazi kabisa kwamba huyu jamaa aliposhikwa ni kitendo cha kinyama ambacho kilifanyika, kwa sababu walikuja wenyewe polisi na kusema kwamba huyu jamaa alijipiga kichwa mwenyewe kwenye ukuta mpaka akajitoa uhai, of which automatically hakuna mtu ambaye anaweza kubaliana na kitu kama hichi. Alafu isitoshe pia bado vile vile kuna kauli na vile kuna sauti fulani ambazo ziliweza kujitokeza kwenye mtandao wa kijamii, ambapo huyu jamaa ule wakati yachukuliwa akipelekwa kwenye ile station ambayo iko Nairobi kule, alipigiwa simu na yeye mwenyewe akakonfese ya kwamba anahisi utaharuku fulani ambayo yajiona kama hayuko na usalama pale ambapo yupo. Alafu kitu kingine ambacho bado vile vile kinashtua Wakenya wengi ambao wanafuatilia story ni kwamba waliomshika huyu jamaa walikuja wakajijulisha kwamba hao ni mapolisi wa DCI ndani ya Kenya, na vile vile bado wale ambao wanachunguza kisa cha mauaji wa huyu jamaa ambaye amefariki ni maafisa vile vile pia bado wa kitengo kile cha DCI ndani ya Kenya. Swali ni je, nani atatoa ukweli halisi? Kwa sababu aliyemshika ni kaka na anayechunguza huo uchunguzi ili apate ukweli wa kitu ambacho kimetokea vile vile bado ni kaka wa mama mmoja baba mmoja. Nataka utafakari babu, uniambie, je, haki itapatikana kwa huyu kijana? Wakenya wamecharuka, Wakenya wamesema wanataka kwenda maandamano, Wakenya wamesema wanataka haki ya huyu jamaa ambaye anajiita Albert, Wakenya wamesema wamechoka na vifo mara kwa mara, Wakenya wamesema hata baada ya polisi wale walioua Gen Z pale awale wakati wa financial bill demonstration, Wakenya mapolisi wote waliweza kutoa hadharani majina yao pamoja na sura zao pamoja na zile video ambazo zilionyesha wazi hadharani ya kwamba wanapiga risasi wale vijana na kuwaua. Zote zililetwa na kile chombo kikuu cha habari BBC, lakini hakuna hata mmoja ambaye ameweza kusimamishwa kazi, ama hakuna hata mmoja ambaye amechukuliwa hatua yoyote, wala hakuna kiongozi mkuu kwenye serikali ya Kenya ambaye amepaza sauti. Tunataka wale ambao wanajiita watetezi wa haki za kibinadamu ambao walienda zao kule Tanzania. Najua Tanzania wengi wapendi mimi nikiongelea kuhusu Tanzania, lakini acha tukumbushane tu, it's just for reminding wale ambao walienda zao kule Tanzania kwa sababu ya kwenda tetea haki za kibinadamu kule, vile vile pia tunawaomba kama itawezekana waweze kutokea leo hino ili waweze kutetea haki za kibinadamu za huyu jamaa ambaye anajiita Albert Omondi, ambapo ilisemekana eti aliweza kuongea maneno ambayo sio stahilivu kwenye ule mtandao wa X. Kupitia mtandao wa X kwenye akaunti yake aliweza kuongea maneno ambayo yalionekana kama ni matusi ama ni maneno ambayo yalionekana kama yanakashifu jeshi la polisi. Hivyo basi ndo maana msongo mzima huu ukamfuata. So ladies and gentlemen, nimekuachia hapo kwenye ukurasa wa comment section uweze kuweka maoni yako kulingana na kisa kizima hichi cha Albert Omondi Ojwanga. It is so it is guys, this is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys, till next time.